Bwana, habari kubwa kwa wakati huu kutoka katika klabu ya Young Africans ni taarifa ya rais wa Young Africans kumpigia simu kiungo mshambuliaji wa klabu ya Vipers Alan Okello kama sehemu ya kujaribu kutengeneza mazingira ya kumshawishi kuweza kufanya move kuja katika klabu ya Young Africans kwenye dirisha dogo la mwezi Januari. Sasa ukweli ni kwamba Alan Okello amebakisha miezi 6 katika mkataba wake wa hivi sasa. Tutakapokuwa tunapindua mwaka, mkataba wake utakuwa umetamatika rasmi mwezi wa 6 mwakani, na vilabu vingi vimeonyesha nia ya kuhitaji huduma yake, na kwenye siku kadhaa za hivi karibuni taarifa ambazo zilikuwa zinaenea ni kwamba Young Africans nao wameingia kwenye vita kuhitaji saini ya Alan Okello, na ukweli ni kwamba Young Africans wanahitaji namba 10, profile ambayo Alan Okello anaisuti inavyotakiwa, lakini pia anaweza kukuofa huduma kulia na kushoto kwenye ule mstari wote wa watu watatu nyuma ya mshambuliaji kama ambavyo kiasili Young Africans wanapenda kucheza. Sasa taarifa ambazo zipo ni kwamba Young Africans hawako peke yao kwenye kuhitaji huduma ya Alan Okello. Alan Okello ni mtu ambaye anahitajika kweli kweli, na hiyo imepelekea kuwafanya Vipers waweke bei ya kuuliza ambayo iko juu, bei ya kianzio ambayo iko juu kiasi fulani. Wanachokihitaji hivi sasa Vipers, kwa taarifa ambazo pia nimeziona kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti, ni kwamba wanahitaji takriban shilingi milioni 700 ili waweze kuwa kwenye nafasi ya kuentertain biashara ambayo itamhusisha Alan Okello kwenda kwa wahitaji ambao wanataka huduma ya kiungo mshambuliaji huyo. Na ukweli ni kwamba Alan Okello ama Vipers niseme hawako katika position ya kuhitaji kiukweli kumuuza Alan Okello. Wao wenyewe wanahitaji endelee kubaki katika klabu yao, lakini ni wazi kwamba atakayeweza kufikia hilo dau la takriban shilingi milioni 700 ambazo zimeripotiwa, basi huenda biashara ikafanyika. Na siku zote tunakuwa tunasema kwamba hakuna mchezaji asiyeuzwa duniani. Ni issue ya kwamba wewe mnunuaji uko tayari kwa kiasi gani kuiendea biashara ambayo muuzaji uko tayari kuiweka kwenye meza ya mazungumzo. Sasa tujiulize hapa, Young Africans mpaka taarifa zinadai kwamba Engineer Hersi amejaribu kufanya mawasiliano ambayo yamekuwa ni yenye kufanikiwa kwenda kwa Alan Okello. Ni wazi kwamba rais anafahamu mahitaji ambayo Alan Okello atakuwa nayo pamoja na klabu yake ya Vipers na kile ambacho wao wanaweza kuwa tayari kukiofa. Unajua, rais wa klabu ya Vipers Lawrence Mulindwa ni mtu ambaye mchukulia kama vile rais wa Napoli Aurelio De Laurentiis. Yaani ni watu kidogo wagumu kwenye kufanya biashara zao. Mara kadhaa hapa katikati zipo biashara za wachezaji wa Kiganda ambazo zilishindwa kuhitimika kwenye vilabu vya Kariakoo kutokana na ugumu ambao yeye alikuwa anauweka, hasa kwenye upande wa kunegotiate. Watu kama kina Bobosi, watu kama kina Cesar Manzoki, hizi ni biashara ambazo zimezungumzwa sana kwenye mitandao, ziliandikwa sana kwenye magazeti ya kibongo, lakini hakuna kitu ambacho kilitokea mwisho wa siku. Lakini huenda hili la Alan Okello likawa lina nafasi kubwa sana ya kutokea, kwa sababu ukweli ni kwamba Young Africans wanayo milioni 700 hivi sasa katika bajeti yao, na hiyo ni kwa utafiti ambao mimi nimeufanya kwa kuangalia pia biashara ambao walifanya kwenye dirisha kubwa na kile ambacho walikuwa wamekiandaa kama sehemu ya bajeti yao kuelekea kwenye msimu huu wa kimashindano wa 25-26. Kwenye mkutano mkuu wa mwaka ambao ulifanyika katikati ya mwaka huu, Young Africans waliweka bayana kwamba kwa msimu wa 25-26 wametenga bajeti ya usajili na gharama za wachezaji ya shilingi bilioni 700 milioni 489. B7 milioni 489. Hii ni pesa ambayo Young Africans waliitenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba biashara za wachezaji wanaoingia zinafanyika kupitia hapo, lakini pia kila kitu ambacho kinahusisha biashara za wachezaji kinaishi katika bajeti hiyo. Na kwa makadirio ambayo pia nimeyafanya na kuyaona ya biashara ambazo Young Africans walizifanya kwenye dirisha kubwa, wametumia takriban 25% tu ya hicho ambacho nimekitaja. Yaani almost biashara yote ambayo Young Africans walifanya katika dirisha kubwa lililopita inaweza kuwa inakadiriwa kufika takriban bilioni 1 kama na milioni 700 hivi. Hiyo ndio maximum range ambayo inaweza ikawa imefikiwa, kwa sababu ukijaribu kuitizama biashara ya Young Africans, usajili ambao umetumia gharama kubwa zaidi ulikuwa ni Musa Bala Conte. Pale ndio pesa imetumika kwa kiasi kikubwa sana, lakini unakuwa unawatazama watu kama kina Mohamed Hussein pamoja na Mohamed Dumbia waliingia wakiwa ni wachezaji huru, zile zilikuwa ni free transfer.
Then unakwenda unamwangalia mtu kama Frank Kasinki pamoja na Andy Boyeli. Hao ni wachezaji ambao wamekuja Young Africans kwa mkopo. Kwa hiyo unaweza ukaona pia wale vijana kutoka Zanzibar, Casemiro pamoja na Ninju, hakukuwa na gharama kubwa ambayo imetumika pale. Hali kadhalika kwa kina Edmund Chikola, nao gharama zao hazikuwa zimesimama sana, ni gharama ambazo ni za kawaida kulingana na mahitaji na uwezo wa Young Africans. Then unakwenda pengine kutizama watu ambao unaweza ukawa unasema gharama zao zilikuwa zimesimama kidogo baada ya Bala Conte, ni Celestine Kuwa pamoja na Lassine Kouma, ambao nao pia combined ilikuwa inaweza kuwa inakadiriwa kufika takriban $400,000 mpaka na 84 hivi, kitu kama B1 na milioni kama 190 ya hao wachezaji watatu ambao unaweza ukasema pengine ndio imetumika pesa nyingi kweli. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona kwamba Young Africans wana bajeti ambayo imevuka hivi sasa takriban shilingi bilioni 5 ambayo inaweza kufanyiwa usajili ambao Young Africans watakuwa wanauhitaji. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba kunaweza kukaa kuna mazingira ambayo rais wa klabu ya Vipers anaweza kuwa anayatengeneza kila hapa na pale kwenye hizi biashara, lakini ukweli ni kwamba Young Africans wanao uwezo wa kufikia kile ambacho Vipers wanaweza kuwa wanakitaka kwenye meza ya mazungumzo. Milioni 700 ni pesa ambayo Young Africans wanaweza kuimudu bila wasiwasi wowote, na ndio maana unaweza kuwa unaona hizi taarifa za rais wa klabu ya Young Africans kujaribu kumapproach mchezaji, kwa sababu anaamini kwamba mahitaji ambayo Vipers wanayataka hayana shida kwa upande wao, na ukweli ni kwamba Young Africans wanahitaji mchezaji kwenye nafasi ya namba 10, na Alan Okello ni mchezaji ambaye amekuwa katika kiwango kikubwa sana, amekuwa akitakiwa na vilabu vingi, na hii haijakuwa ni kwa bahati mbaya. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna bwana ilivyo. Inawezekana kabisa Young Africans wakaamua kulivaa hili, na saa nyingine tuwe tunakumbuka na tusisahau, ukiona mpaka rais wa Young Africans anaweza kuwa anayavalia njuga haya madili, basi ujue deal liko serious kweli. Yaani ukiona rais anakufuata huko uliko, ukiona rais anamtafuta personally mchezaji engineer, basi ujue hiyo ni biashara ambayo ni concrete, ni biashara ambayo inaonekana kabisa ina mwelekeo wa kufanyika, na huenda akawa ni mchezaji ambaye akajiunga katika klabu ya Young Africans. Na lazima pia tukumbuke kwamba katika dirisha hili dogo la usajili Young Africans, tetesi nyingi ambazo utakuwa umezisikia za wachezaji ambao wamekuwa wakihusishwa, kina Depu, of course kina Dala, kuna baadhi ya wachezaji ambao wanasimamiwa na Zambro. To be fair, ni wachezaji ambao ukienda ukiwatazama kwenye upande wa thamani zao ni thamani ambazo ziko juu, lakini bado unaona Young Africans wako comfortable, wameyapokea haya mahitaji na wanaonekana kwamba wako kwenye position ya kuweza kuhimili na kutekeleza mahitaji ambayo Young Africans watakuwa nayo kwenye hizi position ambazo zinahitaji wachezaji. Kwa hiyo hicho ndicho bwana ambacho kinaendelea kwa upande wa Alan Okello pamoja na rais wa Young Africans Engineer Hersi Said. Inaonekana kabisa Young Africans wanataka kwenda kuimaliza hii vita, na wanaamini wanaweza kwenda kuwa ndo wanufaika wakubwa wa biashara ya Alan Okello kwenye dirisha dogo la mwezi Januari.